Sijui maoni yako ni yepi kuhusiana na taarifa hiyo, tutakuwa tukisoma baadaye. Na zikiwa zimesalia siku za lala salama kwa chaguzi ndogo nchini, muungano wa upinzani ukiongozwa na Kalonzo Musyoka hivi leo umekita kambi katika eneo bunge la Magarini, kaunti ya Kilifi, kupigia debe mwaniaji wa chama cha DCP Karisa Kenga. Kama Quinto Wafula anavyoarifu, ni kwamba upinzani umezidisha kejeli dhidi ya serikali pana, wakitaja kama ya kuwafaidi wakuu serikalini bali sio wananchi. Huku kilele cha kampeni za chaguzi ndogo kikiwa pembeni, kwa mara ya kwanza baadhi ya vigogo wa upinzani hivi leo wameteka anga kaunti ya Kilifi katika eneo la Garashi, wakilenga kumpigia upatu Karisa Kenga, mwaniaji wa chama cha DCP. Tumeyakosa kwa miaka mingi, kwa muda mfupi huu tutashuhudia yakifanyika kwa uongozi bora ambao tunaenda kuleta hapa kwetu Magarini. Wakiongozwa na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka, viongozi hao wamewataka wakazi wadhihirishe kuchoshwa kwao na serikali iliyo madarakani kwa kuwapigia kura wawaniaji wa upinzani kama njia mojawapo ya kujiandaa kuitimua serikali hiyo madarakani katika uchaguzi mkuu ujao. Sababu ya kusema Ruto ni one term, ameonyesha uongozi dhaifu, hata heshima duniani amekosa, akaodhoreshwa kama kiongozi ulimwengu mzima ambaye ana ufisadi nambari moja. Wanakula wale wakubwa huko juu. Nyinyi mnaona hiyo mkate? Hakuna mkate, si kweli? Kwa hivyo msije kudanganywa ati wao wako kwa serikali, nyinyi muwapigie kura ndio mfaidike. Isitoshe, wamemshutumu mpinzani wa Kenga Harrison Kombe kwa kuwa katika uongozi wa Magarini kwa hatamu 3 bila kuwafaa wakazi kwa miundo msingi muhimu na changamoto kama za hati miliki. Mimi nimekuwa hiyo bunge hiyo miaka yote na sijasikia huyu mbunge wenu ambaye aliiba kura akiwatetea nyinyi pale bungeni. Mkimtuma huyu Stanley Kenga, si yeye ataweza kuwatetea? Miaka 15 hamna maji safi katika nyumba zenyu. Sasa je, hata mkimpatia hii mwaka moja imebaki, mzee Kobe atafanya chochote kweli? Si wenyeji wa Magarini, tunaelewa mwelekeo ambao tungetaka Magarini yetu iende, na ndio maana tunashirikiana ili tuweze kupeana mwelekeo ambao utakomboa Magarini yetu. Katika uchaguzi mkuu uliopita, mwaniaji katika tiketi ya ODM Harrison Kombe alitangazwa kuwa mshindi, tofauti ikiwa kura 21 kati ya Kombe na Kenga aliyewania kwa chama cha UDA. Ushindi huo hata hivyo ulibatilishwa na mahakama. Uchaguzi wenu mdogo, mbunge wenu hajakufa, hakuna mtu amefutwa kazi, ni sababu kulikuwa na wizi hapa Magarini. Kweli si kweli? Quinto Wafula, TV 47.